Kichwa cha somo kinaitwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Ila ukiweza unaweza kaandika vizuri hivi: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kumtumikia. Nimerudia tena, neema ya Mungu ni kumtumikia. Neema ya Mungu ni kumtumikia. Ukienda kwa upana zaidi tunaogopa kusema tu Mungu, na naomba tafsiri neno Mungu usiandike kwa herufi ndogo, andika kwa herufi kubwa. Huyu Mungu sio kipanzi. Mungu anaandikwa kwa herufi kubwa. Neema ya Mungu ni kama sentensi haijakamilika. Neema ya Mungu ni kumtumikia. Neema ya Mungu ni nini? Kumtumikia. Wakorintho wa pili sura ya 8 yote. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho wa pili sura ya 8. Somo hili Yesu alitujalia kutupatia alfajiri ya leo, lakini pia akanambia na leo pia huku pia tulilete. Na naomba Roho Mtakatifu na Bwana Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba, Yohana 14:21, Yohana 14:23, anisaidie na kufanikisha yeye kulifikisha ujumbe huu kwa kila mwenye sikio la kusikia. Tena ndugu zetu, tuarifu habari za neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Yaani haijalishi walikuwa na kipato cha namna gani, lakini kile kipato kidogo walichokuwa nacho walihakikisha kinafanya kazi kwa ajili ya Bwana, sio kwa ajili ya kuhani, mtume, nabii, majina yote unayojua, chungaji au kanisa au dhehebu au dini. Sio watu wanaelewa. Kumbe neema ya Mungu ni kumtumikia huyo Mungu. Hapa bado hujaelewa. Twende wote some tena. Huyu alisa anasemaje mtumishi huyu? Mstari wa 3 au aya ya 3. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao. Uwezo maana yake kile ambacho kiko ndani ya uwezo wao. Kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Wakorintho wa pili sura ya 8. Kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Hapa anasema hivi: maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe, tuko shule, kwa hiari yao wenyewe chekechea, wenyewe walitoa vitu vyao. Nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Vitu vyao. Walitoa nini? Vitu vyao. Niangalie mimi. Hivi mimi Alista, wewe Alista, wewe. Unaona mimi Alista, wewe Alista. Wewe vitu vyako umewahi kutoa kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya Bwana, wewe. Wewe Alista, wewe. Sasa nawe fanya kwako basi. Tunafanya tuko darasani. Wewe. Wewe. Hebu jioje, msione aibu. Wewe Alista, umewahi kutoa vitu vyako kwa ajili ya Bwana, wewe. Pale ulipo, hicho ulicho nacho. Hebu jioje mwenyewe. Fanya, mbona mnaona aibu? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie rafiki yangu pale mwalimu wanafundishaga hivi. Mimi sijasoma syllabus za walimu, lakini unasikia hivi. Mimi nimewahi kutoa vitu vyangu kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tujiulize. Na ukitoa sio ujitangaze. Kuna wakati mwingine unatangaza kwa ajili ya nini? Labda ushuhudie tu kwamba kwa wengine ni Mungu amenipa hiki, nimefanya kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watu endelee. Kwa sababu anasemaje hapa? Walitoa vitu vyao. Ngoja tuanze kwanza. Sentensi paragraph ya kipande cha sentensi
Na washuhudia kwamba kwa uwezo wao, ina maana kiko ndani ya uwezo wao, si ndio? Kiko ndani ya uwezo wake, kiko ndani ya uwezo wako. Na zaidi ya uwezo wao, sio kwa kushinikizwa kama nilivyoonyesha pale, mtu amefungwa kwenye cage gerezani, anashurutishwa kunywa, kuvuta bangi, kulewa, kufanya mambo maovu unayojua, anashinikizwa kufanya hayo. Lakini huyu baada ya kuwekwa huru na Yesu Kristo akasema, sababu hii namtumikia yeye. Haleluya. Alafu anasema kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Hivyo kwa hiyo ikapeleka na akafikishwa kule kwao na akahudumiwa ulivyoweza kuhudumiwa. Na baadaye Mungu alipofariki, Mungu aliporuhusu kufariki kwake akatoka, na baadaye tukaenda kwenye msiba wake. Lakini sio huyo tu, watu wengi. Nachukua tu mfano kwamba unatoa. Siku moja niwaambie tu ukweli, wachungaji na baadhi ya watumishi wengine na waamini, unajua wananiulizaga swali moja hivi. Na hata leo nimekutana na hilo swali. Kama nakumbuka, sema hatujai kuona wachungaji kama wewe. Gari la mchungaji atupakize na sisi wengine humo. Gari la mchungaji. Alafu kwa mchungaji unaingia unakaa tu kwenye kochi, unaingia huko unatokea huko. Hatujai kuona. Wewe ni aina gani? Alafu hakuna anayesikitika, mke wala mama wala watoto, kwa kawaida tu. Kama sijui. Lakini kumbe sisi sio wa kwanza. Biblia inatuambia sisi sio wa kwanza. Tunaona hawa walitoa vitu vyao kwa hiari yao. Sijui kama uliwahi kujiuliza, Yesu akamwambia Paulo ni Petro, nendeni kule, mtakapofika mtakuta punda na mwanapunda, mfungueni alafu mwambieni Bwana. Siku naelewa. Mimi na wasiwasi kwanza, angekuwa ni mama Itani huyo, yule punda angekuwa anatunzwa mpaka yani hata kiuma mafua. Mtekeze ndafuteni ni huyu punda alipanda Yesu. Na jina atakiwa AK punda wa Yesu. Ile jina la zamani lilikuwa linaitwa nani litaondolewa. Mimi naamini kwenye ile nyumba kulibadilika. Aacha huyo. Ile siku ya karibu anataka kuondoka Yesu akasemaje, nendeni mtamkuta mtu amebeba mtungi na nini, na huyo mfuateni alafu mwambieni wapi Bwana aandae kwa ajili ya chakula chake cha Sasa si yule na ule mtungi ulikuwa beba na baba, afika kule mama nani anafuata mama fulani, Yesu anataka kuja kula huko leo. Nani? Yesu. Jamani. Sasa nani ni fulani nani? Mama anaanza kuita vijakazi wote. Alafu anasema hapana, bado hao vijakazi haitoshi. Hii niingie mwenyewe info. Kuandaa sebule ambayo Yesu atakuja kula na kunywa. Hapa kama yeye, nishapiga deki mama, hujapiga deki hapa, mbona kuna teleza? Ngoja nianze tena. Mama anaanza tena, anachukua vitambaa vyake vya meza havifai, ngoja tuweke hivi glasi. Ile glasi iko kwenye kabati tangu ninunue, nilipoa kwa watu wa harusi sijai kuitumia ile maua nzuri. Hiyo ndio tumwekee Yesu aje hana. Ile jagi ilikuwa lina buibui, ngoja tusafije. Anakuja saa ngapi? Zunguka huko. Nani fresh air iko piga, sababu wapadika ile chumba walihangaika. Kisa Yesu anakuja kukaa kwenye ile nyumba na kula chakula chake cha mwisho kabla hajachukua na wanafunzi wake. Ninaamini kwa sababu Yesu alikuwa anajulikana na uwezo wake. Na ule mtaa nafikiri jina ulibadilika. Na ile nyumba na jina likabadilika. Na kama alikuwepo ule mwenye nyumba akaona Yesu alikaa kiti gani kile kiti, anambia wewe maarufu kwa sikia mtu mwingine anakaa Bwana wangu Yesu Kristo. Mchu asikiguse wala buibui, kila siku inafutiwa. Hiki kiti alikaa Bwana Yesu hapa akakata na kula mikate na karamu yake ya mwisho. Walitoa vitu vyao kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao. Kwenye nafasi yako
Iwe ni ikulu, iwe ni wizara, iwe ni taasisi, iwe ni zahanati, iwe ni kituo cha afya, iwe ni hospitali, iwe ni chombo cha dola, iwe ni biashara, iwe ni shamba, iwe ni mifugo, iwe ni mtu wa mapokezi, iwe ni nesi, iwe ni daktari, iwe ni profesa, iwe ni lecturer. Wewe kwenye eneo lako wanamuona nani? Elimu yako, nguvu zako, ujuzi wako vinamkrimu nani? Jirani zako, jamaa zako, wanaosali na wasiosali unakosali, wanasemaje kuhusu wewe, kuhusu Yesu? Vitu vyako vinatumika kwa ajili ya nini? Mshahara wako sehemu kubwa unatumika kwa ajili ya nini? Mshahara wako wa kwanza ulitumika kwa ajili ya nini? Kuwa trafiki, kuwa hakimu au kuwa wakili au kuwa rais au kuwa malkia au kuwa mfalme kuna mwakilisha nani? Watu wanasema asiafe tu, au wanasema Mungu muongezee siku za kuishi, Mungu mrehemu huyu, kwa sababu tunamwona Yesu ndani yake. Sizungumzii Mungu tu, wanamwona Yesu ndani yake. Kwa sababu vitu vyote tulivyo navyo na tutakavyokuja kuwa navyo sio mali yetu, ni mali ya Bwana. Yes. Ngoja tuendelee. Wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Na watakatifu wanaotajwa hapa sio marehemu mtakatifu ama hayati mtakatifu fulani. Watakatifu walioko duniani, watumishi waliojiweka wakfu kwa ajili ya kumtumikia Bwana, wakajizuia na mengine yote, wakaacha kila kitu chao, wakasema muda wangu mimi na Yesu. Na wapo hata kama awaabudu au kusali pale unakoabudu wewe. Haleluya. Hivi karibuni, sio muda mrefu kutoka siku 2-3 zilizopita hapa, nilikuwa namsikia mwenzangu ndani, mke wangu akizungumza, tunapita pale pagumu. Akasema na Ijumaa siendi kazini, Jumamosi siendi kazini. Yaani tunapita pagumu na ofisi haikai vizuri na vitu viende vizuri. Namsikia kama sijamsikia, maana anapendaga, unajua Waafrika na hasa wanawake wanapenda unapoongea ukae kima umsikilize, kama uitikie ndio ama ufanye unamwangalia usoni. Ukiona anaongea alafu unafanya shughuli zako, anaona umemdharau kweli, hata umsikilize. Unataka ukae pale, ukae umsikilize mpaka amalize yake na nukta. Sasa mimi anaweza kanaongea hivi wakati mwingine mimi ndio kwanza nafanya shughuli zangu zingine. Yaani unanidharau. Mimi ndio kuongelea hapo. Tunongeta labda chumbani wakatoka huko nje, na sasa hayo maongezi yalikuwa ya chumbani au huko barabarani. Amarudi. Ajui mimi nimemsikia hapo, nimeshaelewa. Mimi nacheka kama mwenzema haijakaa sawa huko. Sawa. Bwana asifiwe. Sasa sikilizeni, na hapa kisa kwa ajili ya kuwasaidia, lakini naposhuhudia vitu fulani kwa ajili ya kujengana sio dhambi. Kutoka hapo nje tunakuta kuna baba kaja mtu mzima na mke na watoto, asali gombo, na ala juu kuna siku gani atakuja kusali gombo, na anaifahamu vizuri. Alishakuja mara ya kwanza, kaja mara ya pili, safari hii inabidi akae. Namkuta pale ni jioni saa 12 saa 1 naenda. Huyu nimekuta, na mimi natoka kule kwa nafungia mabanda ya kuku sio mifugo, namkuta mheshimiwa kakaa hapa. Nikajua alichofuata. Sababu najua
Mtumishi akaongea hivi, nakuta mama Itani ameshaanza na mahubiri pale na hiki na kile na semina nyingi zinaendelea. Baadaye nikasema basi potesha muda wako mingi, nikaingia ndani. Wala sikumwambia. Kaenda kule ndani na hapa kusoma la. Nikaingia kule ndani nikaangalia fedha ambazo ninakuaga nazo. Nikaangalia kwenye wallet nikakuta kuna kiwango fulani cha fedha kipo. Nikaingia nikazitoa zote. Sikubakiza hata shilingi nyeupe. Sasa tulifuatana imani, usiukanigi kama imani yako ni ya njiwa, ya tetere au imani yako ni ya kipare. Samani ya kabila Mungu anisamehe sana. Sasa pale ni wabaili sana au nini, wana mahesabu yao. Hapa tuaiti utana zungumza ukweli. Basi au za wachumi. Wale tunasomea uchumi wanakuwa ni wachumi sana. Mimi nimesomea uchumi lakini sio mchumi. Tofauti na hivyo, nimeizidi hiyo elimu ya uchumi iko juu yangu. Mimi na kitu kinaitwa to risk in faith, kuhatarisha katika imani iliyo hai, to the living faith, ndio unachoishi nacho. Ushasikia mwenzako anakuambia jumba limekaa vibaya, hali si hali. Nikaja pale nje nikawakuta yule mgeni na mama, mke wangu, nikamwambia mama, chukua hizi hesabu afu mpe. Akasema mbona huyu amesema nataka ila zaidi, nimekuwa na hizi hazifiki hata hicho alichokuwa nataka, ni nyingi anataka zaidi hapo. Mtoto anatakiwa kwenda chuo, amekwama nauli, ana ada na nini, ana hiki na tupu na nini, na ni mkoa nini na nini. Sasa hii mbona haifiki hiyo mke wangu? Anambia haifiki, ongezea ulicho nacho na wewe. Ndio acha kwambia leo hamna, haiko sawa, anambia ongezea na ulicho nacho na wewe, jazia hapo. Mama naye akaingia ndani akajikusanya akaweka alichoweka, ikafikia hesabu fulani, bado hajafikia kile anachotaka yule mtu. Nikamwambia sikiliza, shika hizo sadaka, hizo hela, tuombe, ombea. Akaziombea alafu mkabidhi. Nisikilize, nataka nikufundishe kitu. Hii nakufundisha kwa ajili ya faida yako milele. Yule baba asali gombo, japo ni Mkristo, anaisikia, anaifahamu na anatufahamu na anaiheshimu. Alitamka neno la shukrani, alitamka maneno ya shukrani, alitamka maneno ya shukrani, alitamka mpaka nikasikia aibu mimi, yani naogopa. Akasema, akaomba, akasema maadamu nimepokea hiki kutoka kwenye hii madhabahu ya watumishi hapa, najua mpaka Jumatatu mtoto wangu ataenda chuo. Huru. Njia aliyokuja nayo akasema mimi sirudi ile njia, narudia njia nyingine, sipiti kule nilikuja nako, napita huko juu. Alikuwa nini? Ngaweza kwa alifika kagongwe na nyoka huko na vitu vingine, mimi nataka nifikishe mzigo wangu nyumbani. Narudi huko juu, hakuna nyoka atakaye kugusa. Akasema pamoja naona hapa una majukumu mengi, mna kazi nyingi zinawazunguka, zinahitaji fedha, lakini umesubutu kunipa kiwango hiki cha fedha. Kuna wengine ukienda watakuombea tu, watakuambia Mungu akubariki, nenda tu kwa amani, tunapita. Lakini umetupatia kiwango, umenipatia kiwango hichi. Na hakikuwa kidogo. Akasema tayari hapa imeshapungua sehemu fulani. Akaondoka. Mimi kwenye wallet yangu ukifanya utakuta labda ni dai komle na leseni na vitu vingine, lakini na vinini vile business card na makaratasi vile hauna hela. Wazangu naniambia kule ndio hivyo tena. Leo tunakula nini? Tutakula vyakula vipo ndani, vipo. Kwa bahati nzuri tuna stock nzuri ya chakula ndani. Umeme upo, gesi ipo, mkaa upo, kuni zipo. Kwa hiyo tukikwama tunaenda maji hapo, kila kitu, mafuta yapo, vitu viko. Nimemsingiza baba anaendelea kushukuru, anaendelea kushukuru. Akaondoka zake. Sasa nisikilize bii yake. Kuna watu, kuna mtu, kuna kikundi ambacho katika madhabahu hiyo hiyo Mungu amehudumia kwenye shida zao na matabu yao, lakini walichoenda kuspread huko nje hakikuwa kizuri.
Alafu mataifa wanakuja kuambia. Mchungaji wa kanisa fulani na mtumishi wa Mungu alikuja akasema, tunachosikia kuhusu Gombo na ambacho mnafanya sio kweli. Shetani amewachafua sana huko nje kwa maneno. Ninyi ni watu wazuri sana. Hatujawahi kufanywa hivi na waumini wenzetu, waumini walio wetu. Hatujawahi kufanywa na viongozi wetu wa makanisa, lakini nyinyi mnafanya. Sasa nitakupa kitu kimoja cha kukusaidia. Unadhani hata kwa hicho kidogo ambacho tumefanya, tulifanya kama wengine walivyosema, si unajifanya wana hela, wacha tule hela zao na tuzitumie. Ukishika noti yako hapo ulionayo, niangalie kama kuna saini iliyoandikwa Alista Albano au Anne Alista, au kuna picha zetu. Hakuna. Lakini Hagai 2 anasema, Hagai 2 naye anasema fedha na dhahabu ni ya kwake Jehova. Kwa hiyo pale Mungu anapomtumia mtumishi wake yeyote au jirani yako kukupa msaada wote, muone Yesu ndio amefanya. Muone Mungu ndio amefanya. Usimuone ni mwanadamu. Hawa watu wa Makedonia, kama unasoma vizuri unasemaje? Wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Kwa hiyo mtumishi wa kweli na muumini wa kweli wa Kristo, kwanza lazima ujitoe nafsi yako kwa nani? Kwa Bwana. Alafu ndio unapoenda kutoa sadaka yako au msaada wako, hauendi wewe, anaenda Bwana. Kwa sababu usiseme fedha yangu, usiseme gari langu, usiseme bodaboda yangu, usiseme cheo changu, usiseme ni elimu yangu. Bali kinachotakiwa hapa, ile nafsi yako ijitoe kwa Bwana, alafu kisha jitoe kwa mwingine kwa mapenzi ya Mungu. It's written in the Bible. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu, si ya shetani, si ya matambo. Mtu anasema nimeandaa kwa ajili ya yatima na wajane, akatoa kwenye ma TV, kwenye radio, kwenye kila kitu, kwa magazeti, watu wanaona pale, wanakuwa na kushangilia. Hiyo imekula kwako, haijafanya chochote. Ninapofundisha hapa kwa sema tulizozifanya na kufundisha kuwa mkarimu kwa kile ambacho unacho, unasema huna. Hata tulimuonya Tito kuatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuanzisha. Huyu Tito ni mtoto wa Paulo kiroho, lakini inaonekana huko katikati alizuia zile baraka, zile hela zinaletwa ama mali kwa ajili ya kupelekea watakatifu. Yeye alikuwa anachekichia. Biblia haijasamua kila kitu hapa, alikuwa anapiga. Leo hii kuna makuhani, kuna mitume, kuna nabii, kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna wazee wa kanisa, kuna watumishi. Sadaka na vitu vinaletwa kwa ajili ya kanisa wanakula wao, wanavitumia kwa mapenzi yao, kwa matumizi yao. Alafu kidogo ndio kinaenda kwa matumizi ya Mungu. Tito alionywa na Paulo. Mtumishi imeandikwa wapi? Biblia imeandikwa hapa. Tukamwonya Tito kuatimilizia neema hii kama vile alivyotangulia kuianzisha. Mwanzo alikuwa mwaminifu, baadaye akaanza kupoteza uaminifu. Kwa maana gani? Kadri mali zilivyokuwa zinaongezeka na zile sadaka zinaongezeka, akawa anachikichia. Mimi naizungumza hivi, nimepita kwenye makanisa mbalimbali, nimepita kwenye madhehebu, hiyo kitu iko mpaka leo. Mpaka hivi naongea, akina Tito tuko nao. Bwana Yesu asifiwe.
Hajui ni kana nasema hii. Anasema watu wengi wanakuja kanisani kusali lakini hawako tayari kumtumikia Mungu. Kusali Jumatatu, Jumapili saa ngapi? Naanza saa 4. Naondoka saa amalizi tuondoke zetu kwenye vikoba. Kuna game leo, kuna hiki, kuna wageni wanakuja nyumbani, kuna hiki, ndio Jumapili wageni wanakuja, kuna hiki. Sasa wale wamefunga nyumba yao tangu Ijumaa. Hatujui kule imevunjwa au kuna kitu gani, au kuna nini. Kuna watu walikuja pale kwa moyo wako. Yaani aliacha hiyo ofisi, alifunga ofisi kuanzia Ijumaa. Watu niko pale kwenye maombi, simu zinaitwa kutoka Ulaya, kutoka wapi, kuna biashara nafanya za kimataifa. Nikamtizama, nikamvumilia, baadaye sauti ikanionya. Kwa nini umwambie? Nikamuuliza, hutajali sana kama utazima hiyo simu yako? Mke akamwambia zima. Kuna watu wana dili na biashara. Akamwambia sikiliza, wakati ulipokuwa ujaje kwenye maombi ulikuwa upate hizi simu, lakini umeshakuja kwenye maombi zitapigwa nyingi kweli ili zikutoe kwenye uwepo. Jifunze kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Akazima simu yake, akazima na mke wake, wakatulia. Tukaendelea. Baada ya maombi na kila kitu na mafundisho ya neno la Mungu, ambia wacha simu zako, wafuatane na watu wako. Na tulizoka wapi sio nini? Akamwambia maliza wote, utamaliza. Yesu akatuambia huyo mwenyewe anakwepa kunitumikia, anitumikie. Mimi nilikuwa najaribu kufunika tumishi tulikuwa naye mwingine Chilo, akasema mwambie mtumishi, mbona unataka kumwambia? Hiyo hali anayopitia anatakiwa amtumikie Mungu. Sasa nikamwambia amwombe Mungu amwelekeze atamtumikia in which style, mimi sijui. Mstari wa 7. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, kama mlivyo na wingi wa mambo yote, moja, andika, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi. Kuna imani, kuna usemi, kuna elimu, kuna bidii, kuna upendo. Je, kwenye hiyo imani unaamini nini? Kwenye huo usemi unasema nini? Usemi wako unawaleta watu kwa Yesu au unawakimbiza? Usemi wako unaongeza wateja kwenye biashara yako ama biashara ambayo ofisi yako unaitumikia, au unawakimbiza? Usemi wako unalijaza kanisa ama unalifilisi kanisa? Elimu yako inafanya nini kwa hicho ulicho kwa ajili ya Bwana? Bidii yako yote na upendo wako unafanya nini kwa ajili ya Bwana? Mfalme, malkia, waziri, raisi, mbunge, diwani, mfanya biashara, mwekezaji, mwanafunzi, mwanachuo, mhadhiri, daktari, mguzi na watu wanaofanya hao, makundi yote ya kijamii, hakimu, wakili. Wewe vinatumika kwa ajili ya kumpa nini Mungu? Katika yote hapa kuna moja halipo, linaitwa unyenyekevu, humbling. Watu hawana unyenyekevu. Wanapopata nafasi fulani wanakuwa na kiburi cha kile nafasi walizonazo na elimu walizonazo na vile walivyonavyo, wanalingia. Wako hata mitume, wako manabii, wako makuhani, wako wachungaji. Anamwambia mtu kwa kumsukuma teke na anaona Mungu anatenda, anamtupia koti lake, anamtupia hiki, anaona Mungu anatenda. Anapiga hivi ngumi, anaona mtu anafunguka, anafurahi. Mwingine anawakanyaga chini, kuna mwingine anamwambia leni hapo chini imeandikwa nimepewa Luka 10:19 kukanyaga nyoka na nge. Mtumishi anawaambia wagonjwa na mahitaji mbalimbali, anapita juu ya miili yao na wakanyaga, watu wanalia, mapepo yanatoka, anafunguka, anashangilia. Yule mtumishi ana hatari, anawaambia watu leo kaamua kuwakanyaga, na kwa sababu ana nguvu ya kuwavuta, anawaambia watu leni hapo chini, mwanamke, mwanaume, una mimba, una mimba changa iliyokomaa, una nini, una tumbo linauma, kuna saratani. Anapita hapo juu, anawakanyaga, anapita juu ya kila mmoja, anakanyaga. Nimepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge, anakanyaga, wanakanyagwa watu. Watu wanalia, mapepo yanatoka, anafurahia. Acheka yako makanisa yanafanya hivyo. Mafunuo ya ajabu ya kishetani.
Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Narudia, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Pale mtumishi au mtu yeyote anapokufanyia huduma au msaada wa aina yoyote, ukimwona ni yeye peke yake umefeli. Lakini unatakiwa kumuona Yesu au Mungu ndiye aliyefanya huo huduma na msaada. Pumbavu mmoja siku moja alikuwa anatembea, alikuwa anasafiri kwenye chombo cha majini baharini, kwenye bahari, nichukulie mfano bahari au ziwa. Kile chombo kikakatika, mawimbi yakapiga, akadumbukia kwenye maji. Kile chombo kikawa kimekimbia mbali na yeye, akajitahidi kuogelea na kuogelea, akawa anafika mahali anachoka. Akamwambia, Mungu, shuka uje uniokoe kutoka hapa. Mimi mtumishi wako napita hapa, kama kweli upo, shuka uje uniokoe. Wakati anaendelea kupapasika kwenye maji ile bahari, jinsi anavyozidi kwenda, ikaja kuna boti ikawa imepita karibu hapo, ikamwona kuna mtu anaangaika kwenye maji. Ikasogea pale, katuma kamba na boya, wakamwambia, kamata hiyo boya utoke. Unanisikia? Yule jamaa akasemaje? Nyinyi nendeni tu, mimi nataka huyo Mungu mwenyewe aje anitoe. Wenyewe nendeni tu, mimi namsubiria Mungu. Si yupo? Kama yupo aje anitoe hapa. Mimi nyinyi nendeni tu. Wale jamaa wakambembeleza mpaka unasikia huzuni. Akasema, nyinyi nendeni, anionee huruma Mungu aliyeniumba, sio nyinyi. Akaendelea kuogelea na ogelea, kadri zili kuogelea ujue baharini, nguvu zinazidi kupungua. Kuna ndege ikawa inapita huko juu, na nadhani ilikuwa ni helicopter au chopper inapita, wakaona kama chini kuna mtu anahangaika kwenye maji. Ikashuka taratibu, afu akashusha kamba na boya. Oya, panda, kamata hiyo, shika twende. Nyinyi nendeni tu, mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai, namsubiri Mungu mwenyewe ashuke aje anitoe humo kwenye maji. Nyinyi endelee na kazi zenu, haiwahusu hiyo. Wewe twende. Akasema, Mungu mpaka aje mwenyewe nimuone Mungu anafananaje, aje anichukue. Na Biblia inasema hakuna aliyemwona Mungu akaishi. Sasa subiri ufe ndio utamwona. Helikopta ile ikaondoka, boti imeondoka, nguvu zikamwishia, akaanza kunywa maji yale kiasi cha kutosha, akazama. Kufumba na kufumbua, hata Mungu hajamuona. Kakutana na wasaidizi wake. Vipi? Huyo Mungu mnasema Mungu yuko wapi? Mbona hakuja kunitoa wakati nazama? Akasikia ilikuja boti. Ndio, mimi niliona boti na watu wamekuja. Unamjua Mungu? Nilipenda kutaka muone Mungu. Mungu anawatenda kazi wengi kwa wale watuma hao wakuokoe. Wewe kujiuliza litoka wapi boti pale? Nataka Mungu. Ya pili, kuja helicopter wakuletea nani utoke pale? Mimi nilikuwa namsubiri Mungu aje. Sasa sikiliza. Kule ni mahali pako kwenye moto wa milele na mateso. Nenda kakae kule. Hakunaga mjadala kule. Mungu ikatili sana, kaambia utajua huko. Kwa Mungu huwatumia watu wake kufikisha ujumbe wake na kutoa msaada katika mazingira mbalimbali. Yesu alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo pia kuna maisha fulani ya kiroho ambayo unapaswa kuyaishi yanayoonyesha hiyo hali ya utajiri wa kiroho, nafsi na mwili, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu lazima aone unafanana naye. Kuna watu wengine kwa aina fulani ya maisha wanaishi, wamefanya watu wakatae kuja kwenye maisha ya wokovu. Sema unaona maisha ya wokovu ni kutembea na kanda mbili ambayo imetoboka, hii ya Yanga, hii ni Simba. Haionekani, imekwisha. Akifika hapa, akitokea hapa mbele ananuka jasho, ananuka kikwapa, ananuka mdomo, kwa sababu hata kununua dawa ya meno ameshindwa kununua. Alafu anasema nampenda Yesu, namhubiri Yesu. Usafi nao ni muhimu. Biblia imeandikwa wachafu wataingia mbinguni. Au Biblia haijaandika jamani? Utaniuliza imeandikwa wapi? Kasoma Galatia utaona.
Yesu zamani walikuwa wamejichokea kabisa. Lakini kuna kanisa fulani sitaki kulisema, walikuwa wanakaa kwenye kituo cha daladala wanasubiri magari yakipita. Gari likipita nipeleke, mimi naenda kusali kwa mtumishi fulani sina nauli. Wewe unatania. Sadaka ya kumpelekea mchungaji unao, lakini nauli ya kupanda kwenye gari yangu huna. Nendeni na ujinga wenu huko. Tuache hayo. Kama Yesu alifanyika hivyo, ina maana kwamba Yesu alijitoa kili sitoe mfano, yani ina maana mimi na wewe tunamwakilisha Yesu Kristo katika eneo lote ambalo tunafanya kazi. Maana Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Namba 10. Nami katika neno hili natoa shauri langu, maana neno hili la wafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa atimizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka vivyo hivyo. So what do you have in your hands? What do you have in your house? Nini ulicho nacho kwenye nyumba yako? Nini ulicho nacho kwenye mkono wako? Yule mwanamke kule akasema, ni mjane mimi, nina kaunga kadogo aka na mafuta, nile na mtoto wangu tufe. Njaa miaka mingapi? 3 na miezi 6. Na anayemwambia ndio aliomba mvua isinyeshe kwa muda miaka 3 na miezi 6, alafu ni baba na mtumishi wa Mungu. Yule mtumishi akamwambia, nitengenezee hizo skonsi bwana, mikate ya kusukuma ama chapati, nitengenezee nitengenezee kwanza mimi. Na wanawake wote na wafahamu duniani wenye akili walitengeneza hivyo kwanza, na akatengeneza kwa ajili ya mtoto wake na kwa ajili nyingine ya akiba. Hawezi kuleta mezani yote, na wafahamu mimi. Ukimwona mwanamke ambaye ameleta vyote vya chumbani mezani jikoni, huyo chizi kidogo. Samahani nampa neno gumu kidogo, hajielewi. Alikuja mume wake anamwambia, baba nani yaani alipita mtumishi wa Mungu, nimempa kile chakula chako, na ndio ukipewa talaka wala usije kwa mtumishi uniombee. Umeataka mwenyewe. Alikuja baba mkwe au mama mkwe. Ulipofikia hadi kesho inaendeleaje ile tamthilia mwanangu mwenyewe, ndio message za kutumiana kwenye simu hizo. Yaani jana jamaa akapata nani kabika beti kaondoka kwenye katoka na kitu cha maana, na mimi nafikiri bado kidogo mimi nitaondoka nayo. Si ndio Jose? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simu yako inapeleka ujumbe gani? Inatumika kufanya nini? Inawaunganisha watu kwa shetani au inaunganisha kwa Yesu? Inawaunganisha watu kwenda jehanamu au kwenda mbinguni? Unawashuhudia nini? Yesu amefanya nini kwako? Bwana Yesu asifiwe. Wale wageni walituambia hivi walipokuwa wanaondoka, wakasema walipokuwa wanatuaga, wakasema tutaenda kule tulikotoka na kuwashuhudia upendo na ukarimu ambao tumeukuta kwenye hili kanisa. Hatujaona kwingine, hata huko tulikotoka hatujai kuona. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Kuna mama mmoja kule alisababisha kanisa bali mchungaji amtoe tuki. Kwani kanisa ni la kwake? Nitakuja mali nitasitia saini hapo. Una filibasi. Ndio wake sana jenga wote. Na yeye ni mbaki na jenga wote kwa kitu kwa mjengo. Akaenda kutoa ushuhuda kanisani kumtukuza Mungu. Watu wakampigia kanisa zima. David Maso. Wachungaji sasa hivi wanapenda asifiwe wao tukamalize. Maana mstari wa 12, maana kama nia ipo, kwanza iwepo nia. Kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadri ya alivyo navyo mtu. Hukubaliwa kwa kadri alivyo navyo mtu. Mimi nilianza na senti 5, senti 20, senti 10 mpaka hapa nilipofika zaidi. Alafu napenda kurudia hii sentensi, simpagi Mungu fungu la 10. Nampa zaidi ya fungu la 10. Sio leo. AI wasikabadilisha msemo wangu, wanasema mtumishi huyu anasema ampe Mungu fungu la 10. Ninampa zaidi ya fungu la 10. Sasa unasikia ile siliwaambia pale tukatoa zile hela. Natoka pale zimeingia hela zingine. Zimeingia zile zingine. Huko namsikia mganga anasema nipe simu niwapigie kule ofisini waniletee ile fungu la 10 niletee. Mimi namtizama nacheka tu kipoyo moyo. Kasema unafikiri nategemea pale? Usitutegemee pale A1 Solution. Kuna zaidi ya A1 Solution. Tuna watu nyuma ambao wanamtumikia Mungu kwa uaminifu kuliko unaowafahamu wewe.
ndani na nje. Hakuna kitu nimeogopa kama juzi nani Frank anayoshuhudia anasema ile ibada ya Jumapili na Jumatano imefanya kitu ambacho tangu ameanza mambo ya media hajawahi kukutana nacho. Ile 666 imefunika si kawaida. Mimi nilikuwa nasema hapana, wewe ulikuwa ujioni tunachokifanya pale. Nikasema sio, mimi ni Kristo apewe utukufu wake. Kuna wengine mpaka amempigia hapo daktari ana simu, vitu alivyokutana navyo ni vile vile ambavyo Yesu alisema kusana 666. Jangu akaniambia hii inabidi iwe endelevu. Mama mkeo kiona kitu kimependeza kimenoga, anasema hii endelevu. Ambaye unafikiri mimi napangaga mimi nikiendeleza unavyoniambia nitalivuruga. Mambo ya kiroho yako tofauti, nikiendeleza tu nitalivuruga. Wacha Mungu anaona leo kanipa somo lingine kabisa, labda nitii ilo tusinisubirie huko, wanakuta nakuja kitu kingine. Narudi hapa, kama nia ipo kukubaliwa kwa kadi ya alivyo navyo mtu kile ulicho nacho, si kwa kadi asivyo navyo. Yani kile ambacho unacho anza nacho, kimtumikie Yesu. Maana sisemi hayo ili wengine wapate raha nanyi mpate dhiki. Yani kwamba kuna wao ambao wameigundua hiyo neema wanaitumia. Kuna mahali bila kujua kanisa au huduma au mtumishi ameenda kufanya huduma ya kusaidia mahali fulani kitu kifanyike. Yule aliyekuwa ameenda kusaidiwa usiku akataka kufa. Akaanza kumuuliza Mungu, ni kwa sababu ya huu msaada wa huyu mtumishi ndio nataka nife? Akaomba Mungu akapea, sio kwa sababu yake. Mashetani na majini na mizimu ya kwao imekataa ule msaada kwa sababu unaponya na unafungua na umeondoa matakataka kwenye ile eneo lao. In Jesus name, name. Holy Ghost fire. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. You are might. You are might. Pokea utukufu wako. Pokea utukufu wako. Pokea utukufu wako. Kwa miongo kadhaa na miaka kadhaa, hiyo familia ilikuwa imefungwa, imewekwa kwenye kibanda, imefichwa. Wanaomba, wanafunga, wananena kwa lugha, wanatumika kuona manabii na maushujaa ya ajabu, lakini walikuwa wamefungwa. Yesu akasema, kuhani mtumishi wa Bwana, nenda. Yesu ameingiza ukombozi kwenye ile familia, haijawahi kutokea. Watu hata walikuwa wanampinga Kristo na mashetani wakaja wakasema, na sisi tunaongezea hapo, Bwana. Mtaa umebadilika, mji umebadilika. Yesu amefanya. Biblia inaniambia Yesu ananiambia usichoke alisa kutenda mema. Usichoke kutenda mema, mtalipwa kwa wakati wake. Lakini kuna mtu mzima na akili yake na upumbavu akili yake, kumbe kuwa na ndevu na hata mbuzi wanazo, kumbe kuwa na mvi ni vitu vya kawaida, hata wengine wanaweza kuwa ni kwa shako, sio uzee. Kuwa na kipara sio kuwa profesa, kunaweza kuwa profesa wa pombe na mbege, vitu vinafanya hivyo. Unaweza kuwa chizi. Kila alichokuwa anasaidiwa anaenda kusema kwa watu, alikuwa ananisaidia kwa masimango, akisema masimango, kitu ambacho maskini kwenye kinywa changu hakijawahi kutoka, wala kwa mke wangu. Sawa, Alisa anaongeaje sana, na wewe mke wangu anaongeaga saa ngapi? Aibu. Mungu huyo mtu akutane naye. Mungu akaniambia tuombe sala moja ngumu. Mke wangu ananiambia tusibadili hii sala, mbona nitakuwa unamlaani? Sijamlaani. Yesu anasema tuombe hii sala. Unataka kubadilisha nini? Kwa sababu anayetaka mtu aishi na afe ni nani? Ni Mungu. Kuna mali Mungu anasema hivi, huyu hafai kabisa kwenye ufalme wangu. Nisikize, huyu mke wangu hajasoma vizuri Biblia. Imesema mtakao wabariki nitawabariki, mtakao laani nitawalaani. Lakini msamaha sio hivyo, tukasemaje? Utakaye msamehe dhambi na mimi nitamsamehe. Hivi hujajua sisi watumishi tuna kibali hicho? Hii Biblia hii soma vizuri. Mimi nina kibali hicho cha kumsamehe mtu dhambi na ikasamehewa mbinguni. Ipo. Unakumbuka, unataka kufanya reference.
Kama mimi naweza kukubariki na kutoa mapepo 100 kwenye kichwa chako au 120, kwa hiyo siwezi kurudisha hapo. Hivi hamjui yeka hivyo hivyo tu. Sinajua mstari wa kukurudishia tu mifugo ile sio rasmi. Kwa hiyo kuchekesha kidogo, si utacheka ama utacheka. Sabani najua jenga, kama najua jenga najua bomoa Mwindi anakuuliza unajua ngapi hiyo? Umeona? Acha. Wanaweza sifi. Anakuuliza hivi, kama unajua kujenga, unajua kubomoa. Jamaa mmoja alikosa kazi kwa Mwindi. Mimi najua tu kujenga, kwenda wewe kutoka kota. Mimi nataka mtu anajua kubomoa na unajua na kujenga. Wewe unajua jenga tu, bomoa hujui. Wanaweza sifi. Utaniuliza kitu fulani. Paulo siku moja alisema huyu tumemkabidhi kwa shetani amfundishe. Hiyo ni Biblia yangu au ya kwenu? Kwani pia imeandikwa hivyo? Hakuna mahali ipo. Anasema tukamkabidhi kwa shetani ili mwili uteseke lakini roho iende wapi? Mbinguni. Ina maana anajua Paulo peke yake hiyo Biblia. Alisa asijue. Ila mimi sifanyi hivyo. Nafanya nikisikia sauti ananiambia Mungu ananiambia huyu nimeshamkataa, usimwombe wala usimfanyie chochote, nimemkataa. Kuna mahali Biblia imeandika hivi, usiombe kwa ajili ya mtu. Aliomba nani? Samueli si na Daudi si wanamwombea Sauli. Nimemkataa Sauli. Sinipigie kelele toka hapa. Daudi anamsamehe mara kadhaa. Anamfukuta, anamwambia hapana. Samueli anasema nimemkataa Sauli asiwe mfalme. Asante kwa kunisaidia. Injili ya Yohana? Asante, naongera kwa kunisaidia hiyo. Yohana sura ya 20. Asante kwa kunisaidia, Mungu akubariki. Unaona hapa anasemaje? Yohana, Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 20, mstari wa 20 na 22 na 23. Sikilizeni. Narudia. Naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Sikiliza. Wote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Sio mimi, ni Biblia. It's written. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, usicheze na mtumishi wa Mungu wa kweli aliyepakwa mafuta na Bwana. Lakini hata hapo, si mnakumbuka ile wakora? Ngoja tutafute na hiyo tuweke saini. Nashukuru sana kwa kusaidia hiyo. Iandike, mtanisaidia baki mimi hapa leo tasi. Mimi nakula hapa neno. Kora ilikuwa ni 11. Kutoka Hesabu. Mtuone Hesabu 20 na 16 ilikuwa 16. Hesabu. Yesu tusaidie. Unaona mambo ya Mungu unakuja, haya ndio inaitwa masomo ya rehema. Mimi nimekuja na logos yangu inabadilishwa hapa hewani, gie inabadilishwa hewani. Mungu anaongezea vitu vingine. Hesabu sura 16. Babako aonaye siri atakujaza. Nanyi mkiwa katika kusali msipauke kama watu wa mataifa, maana wao dhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Bali msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, hakika mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Neema yako Yesu Kristo niko kutumikia. Neema ya Mungu Baba niko kumtumikia. Bwana wa majeshi Yesu Kristo, ongea na kila nafsi na roho na mwili wa kila mwanadamu popote alipo katika hii dunia anayesikia. Ajue kuwa kuokoka ni hatua ya kwanza, lakini hatua kubwa muhimu katika maisha yake. Kila aliyeokoka anapaswa kutumika kwa ajili ya Bwana. Kumtumikia Yesu Kristo kuna idara mbalimbali, kuna maeneo mbalimbali. Yesu akutumie katika kumtumikia Yesu Kristo katika maeneo mbalimbali. Mungu akutumie pale ulipo, katika anga, katika sayari, katika nyota, katika jua, katika mbingu, katika mimea, katika wanyama, katika yote ulikoishi, katika ofisi yako, katika ikulu, katika taasisi, katika wizara, katika eneo lote unalofanya, katika shule, katika chuo, katika mtaa, katika kitongoji, katika kijiji, katika jiji, katika bara. Yesu akutumie. Watu waone vile vitu ulivyo navyo, elimu yako, usemi wako, vipawa vyako, karama zako, huduma zako zinawaleta wangapi kwa Yesu? Zinashuhudia nini?
Mungu Baba, naomba wasaidie. Nami pia nisiwe mpiga debe tu ambaye basi sina hisa nayo. Yesu Kristo, ninaomba unisaidie kwamba nisiishie tu kushuhudia yale ambayo Yesu amenitumia kufanya, lakini pia na kuwafundisha wengine cha kukutumikia na mimi nikabaki. Niendelee kukutumikia mpaka ukamilifu wa dahari. Nikiwa katika nimeanza kukutumikia tangu mtoto, nikatumikia kama kijana, nikutumikia sasa katika umri wa makamu, nikutumikia uzeeni, nikutumikie mpaka utakaponiwezesha kuniambia sasa mwanangu yatosha. Na ikiwezekana niwe wakati unakuja kunitwaa nikiwa kazini kwako. Bwana, iwe hivyo, inikute nikikutumikia. Wakati utakaponichukua niwe kazini kwako nikikutumikia, nisikute nimelala, nikute niko macho ninakesha nikikutumikia. Ninaombea na wengine, naombea na mwenza wangu, naombea na watoto wangu wa kiroho na wa kimwili. Bwana, na kanisa la Gombo Maranatha, naombea watumishi wote ambao tunafanya kazi nao na ambao tuliwahi kufanya nao kazi, wakutumikie mpaka mwisho before the hali. Isiwe kama wengine ambao tumewahi kuwafahamu, wengine walikuwa walimu wetu, sasa hivi hawataki kutumika, wanasema nimechoka, sitaki tena kutumika. Lakini mimi nimesema nitakutumikia popote nitakapokuwa katika maisha yangu kwa msaada wako Yesu Kristo. Mungu Baba, nimetumika na naendelea kutumika kweli. Naomba zidi kunipa nguvu, nipe uwezo. Wakati wa kufunga niweze kufunga, wakati wa kukesha niweze kukesha, wakati wa kutembea kwa miguu nitembee, wakati kutumia chombo cha moto niweze kutumia kwa ajili ya utumishi wako Yesu Kristo, kwa kila atakachokuwa umenijalia, mifugo, mazao na kile ambacho unanipa, vikutumikie Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Yesu Kristo hata kwa ajili ya G Media ambayo sasa inatimiza mwaka mmoja tangu imeanza kazi yake, imepeleka injili kwa mataifa mbalimbali na inaendelea kwenda, na sasa tunakwenda kwenye awamu ya pili ambayo itakuwa kimataifa zaidi, kwa lugha za kimataifa kwa msaada wako Yesu Kristo, na lugha zile ziwafikie wengine. Lakini pia tumeruhusu kwa ajili ya watu wa lugha za asili, wanaweza kuongea lugha za kikabila chao, wakatafsiri maandiko kwa lugha yao kwa ufasaha, wakatuma pia hayo kwenye chombo chako ili watu wapate kuokolewa na kufunguliwa. Na washukuru pia TCRA, na washukuru pia Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kuturuhusu kufanya kazi ya injili kupitia vile ambavyo Bwana umetujalia.